Sisi tulishiriki uchaguzi na tumefanikiwa. Labda mimi niseme kwamba unajua ACT ni chama ambacho kimepoteza mwelekeo na kimepoteza mvuto kwa Wazanzibari na Watanzania. Suala la tume ya uchaguzi kudestroy ama kuziharibu zile nyaraka baada ya uchaguzi si suala la jana wala la leo, ni suala la kisheria. Ukisoma sheria namba 4 ya mwaka 2018 ukisoma kifungu cha 98 mabano 3 imeipa mamlaka tume ndani ya siku 90 kama hakuna zuio lolote kuziharibu hizo document. Hiyo ni sheria na sheria hii haikuanza kutekelezwa mwaka huu, ni ipo. In case labda kwamba kuna zuio fulani ambalo inaitaka tume isifanye, manake ni nini? Tume kuto kufanya hivyo ni kuvunja sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ACT wao wameenda mahakamani kufungua mashauri, wao wana ushahidi. Sio tume ushahidi uliokuwa nao. Tena wanataka ushahidi wa tume kazi gani? Wao wamesema ushahidi wanao. Na ndio maana kutaka kusema hao jamaa wamechanganyikiwa. Kwa maana hiyo tume walichokifanya ni sahihi kwa mujibu wa sheria. Mmekutajia hiyo sheria namba 4, mimi sipendi kuropokwa kama Jusa. Sheria namba 4 ya mwaka 2018 kifungu cha 98 3 kwenye mabano imeelekeza tume ndani ya siku 90 inatakiwa iharibu material yale yaliotumika kwenye uchaguzi. Na kama kuna pingamizi hakuna. Kama msikia mwenyekiti wa tume anasema sisi hatujapata kutoka mahakamani kwamba ombi la kuzuia tusifanye ile zoezi. Sasa wao kutokutekeleza sheria, nani mkosa? Tume isipofanya hivyo inavunja sheria. Sasa wao ACT wana ushahidi wao. Na bahati nzuri niliwahi kusema, ukisoma sheria namba 4 hii ya tume ya uchaguzi, ukianza ibara ya 15 inaelezea utaratibu mzima wa uandikishaji. Na kila pahala pana mawakala wa kila tume na wanakuwa na takwimu na data. Ukienda ibara 75 ambayo ndio inazungumzia utaratibu wa kupiga kura, kuhesabu matokeo na kutangaza matokeo. Pia kila wakala wa chama anakuwemo. Kura zinapohesabiwa na kila wakala na takwimu anapewa document ya matokeo. Sasa kiko wapi? Sasa ni kuchanganyikiwa. Alichosema Judge Joseph Kazi ni sheria ambayo ilielekeza tume ya uchaguzi. Na yeye Judge Joseph Kazi kaikuta. Kwa maana hiyo namshangaa rafiki yangu Jusa kwamba ni kuchanganyikiwa. Na kile nilichokisema mara zote, wanatafuta legitimacy na legality kwa jamii ionekane kwamba tume labda wanataka kuharibu ushahidi. Hapana. Matokeo kila mtu aliyoshuhudia, kila chama alikuwa na wakala wake na kila wakala aliona, alisabua na alikuwa na document. Kwa vile wanachokifanya tume ni jambo la kisheria. Sasa unamtaka mtu asifanye jambo la kisheria la kwanza. Lakini la pili, wewe uko mahakamani, mashauri yako yako mahakamani, na ili ufungue kesi Bwana Donald unaambatanisha na ushahidi. Sasa wewe ushahidi uliokuwa nao kutosha mpaka usubiri wa tume. Ni kuchanganyikiwa. Mimi nadhani nilitaka kuachia wenyewe tume kwa papurane na ACT, lakini nimezungumza, nadhani hii sasa itakuwa mwarobaini. Kwa maana hiyo wanachokifanya tume wanafanya kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 2018 kifungu cha 98 3 kwenye mabano imeelekezwa tume ifanye hivyo, na sheria ambayo haikutungwa leo hii 2000 na ngapi? 26. Sheria imetungwa 2000 na ngapi? 18. Miaka mingapi? 10 na kitu. Sasa mimi nadhani ni kitu ambacho wenzetu wafahamu. Uchaguzi umekwisha, warudi kwenye serikali, tuendelee kuidumikia serikali ya pamoja, tuangalie tena 30 utakapofika kutafuta sababu kuna ushahidi gani utakaopata. Hiyo mahakama yenyewe wametupilia mbali mashauri. Hajajitosheleza. Bado ushahidi haujawa strong. Sasa ni wasting time kuwapa imani tu wapige kura wao. Mimi ni wasi wenzetu, uchaguzi umekwisha, tulichokipata tulokipata, warudi wakazitumikiza nafasi zao 4 za kisiasa za waziri, kama Osman Masudi kama mwingine ende hapi kwa makamu wa kwanza, ili kukamilisha ile serikali yetu ya umoja wa kitaifa. Tuendelee kuwahudumikia Wazanzibari, kutafuta hivi sababu vya uchochoroni hivi haviwasaidii kitu. Nchi inaongozwa na sheria, haiongozi kiholela. Kama nilivyowaambia siku zile, kura mapema hivyo kwa majibu
wa sheria na hakuna njia ya mkato. Ili jambo hili limalizike, lirudi barazani, wabadilishe. Rais Mwinyi hana uwezo kubadilisha jambo liwe la kichama, liwe la kiserikali, mpaka lifuate utaratibu. Na kama kuna jambo zito la chama, lazima vikae vikao vya chama, vikae kamati kuu, halmashauri kuu ya taifa, kama la mkutano mkuu ama halmashauri kuu ya taifa, litoke maamuzi ya chama kuielekeza serikali yake ya CCM ama kumuelekeza Rais Mwinyi afanye vinginevyo. Vinginevyo ile swala, hakuna njia ya mkato.